Mpendwa msikilizaji wa JJ-Sang Creative Studio, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi. Anza asubuhi yako kwa kuliinua jina la Yesu katika maisha yako. Yesu akiinuliwa juu, mioyo inaunganishwa, maisha yanabadilika, na Mungu akubariki. Piga pandana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Ikiwa ni Disemba 25, ujio wa kwanza na wa pili. Tuombe. Asante Yesu kwa kuwa pamoja nasi, asante kwa siku nyingine uliyotupatia. Tunapoenda kutafakari maneno yako, tufanye sasa na mapenzi yako. Tunaomba kwa jina la Yesu Kristo, amina. Waebrania 9:28. Kadhalika Kristo naye akisha kutolewa sadaka mara moja, azichukue dhambi za watu wengi, atatokea mara ya pili pasipo dhambi kwa hao wamtazamiao kwa wokovu. Katika ujio wa kwanza wa Kristo, malaika wa mbinguni walishindwa kujizuia kuendelea kumimina sifa zao kuu, kutoa heshima kwa tukio la kuzaliwa kwa mwana wa Mungu. Kuzaliwa kule ambako maandalizi kidogo sana kwa ajili yake yalifanyika hapa duniani, ulisherekewa katika nyua za mbinguni kwa sifa na kutoa shukrani kwa niaba ya wanadamu. Wakati wachungaji wa kondeni huko Bethlehem walipokuwa wakiangalia makundi yao usiku, malaika wa Bwana akawatokea ghafla, utukufu wa Bwana ukawang'aria pande zote. Viongozi katika Israeli walidai kuelewa unabii, lakini walikuwa wamepokea mawazo ya uongo kuhusiana na namna ya ujio wa Kristo. Shetani aliwadanganya, na utukufu wote wa ujio wa Kristo mara ya pili waliuhusisha katika ujio wake wa kwanza. Matukio yote ya ajabu yaliyoambatana na ujio wake wa pili waliyatazamia katika ujio wa kwanza. Hivyo, wakati alipokuja, hawakuwa tayari kumpokea. Kati ya ujio wa kwanza na wa pili wa Kristo kutaonekana tofauti ya ajabu. Hakuna lugha ya mwanadamu inayoweza kuelezea ujio wa pili wa mwana wa Adamu katika mawingu ya mbinguni. Atakuja na utukufu wake na utukufu wa Baba na wa malaika watakatifu. Atakuja ikiwa amefunikwa katika vazi la nuru ambalo amelivaa tangu milele. Malaika wataandamana pamoja naye. 10,000 kwa 10,000 watamsindikiza ajabu. Sauti ya parapanda itasikika ikiwaita wale waliolala mauti kutoka makaburini. Sauti ya Kristo itapenya katika kaburi na kuingia katika masikio ya wafu, na watu wote waliomo makaburini nao watatoka. Sasa tupo katikati ya hatari za siku za mwisho. Matukio ya vita yanatokea na ile siku kuu inakaribia. Je, tumejiandaa? Kila tendo kubwa au dogo litatambuliwa. Kile ambacho kilichukuliwa kuwa sio cha muhimu hapa kitaonekana halisi. Senti 2 za mjane zitatambuliwa. Kikombe cha maji baridi kilichotolewa, magereza yaliyotembelewa, wenye njaa waliolishwa, kila kimoja kitatolewa thawabu yake. Kichwa cha nyoka si mbali kitajeruhiwa na kupondwa kabisa. Kumbukumbu adhimu ya nguvu ya ajabu ya Mungu hivi karibuni itarejeshwa katika nafasi yake sahihi. Bustani ya Edeni iliyopotezwa itarejeshwa. Mpango wa Mungu wa wokovu wa mwanadamu utakuwa umekamilika. Mwana wa Adamu atawapa taji ya uzima wa milele watakatifu, nao watamtumikia mchana na usiku katika hekalu lake. Na yeye aketie kiti cha enzi atatanda hema yake juu yao. Tutasoma Ufunuo 7:15. Pia The Review and Herald ya Septemba 5
mwaka 1899. Na huu ndio mwisho wa somo lisemalo ujio wa kwanza na wa pili. Na tuombe. Asante Baba kwa somo zuri ulotupatia ambalo linatuwezesha kujiweka tayari kwa ujio wako mara ya pili. Tunaomba yote kwa jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo. Amina. Anakuja.